kabisa kwamba wenzetu wenye ulemavu wana uhitaji mkubwa kusaidiwa, na katika jambo ambalo tulitoa ahadi tulisema kwamba hatutakuwa tayari kuona kwamba wanadharauliwa. Tunataka kwamba na wao waishi kama watu wengine, tukijua kwamba na sisi wakati wowote Mungu atakapokuwa mwenyewe amepanga ndio hivyo hivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo sote ni walemavu watarajiwa. Kwa hiyo kundi hili tumekuwa na kawaida kwamba katika jimbo letu kwamba kuona kwamba ni kundi linalosahauliwa kwa mahususi. Kwa hiyo sisi tunachokiomba na tunachokiendeleza kwa wale wote ambao wamejaliwa nafasi lakini pamoja na ukarimu mbalimbali, sisi kama mimi kama mwakilishi wa jimbo hili la Micheweni kwa kushirikiana na viongozi wengine tunakuwa tunakuwa tukishirikiana nao, tunaishi maisha nao kama kawaida. Na kama mlivyoona hapa, haya wengine walihisi kwamba labda kuna changamoto wakati tulipokizungumza na yule pale kijana, ni kwamba hiyo ndio maisha tunayoishi na yeye mwenyewe tumeshazoeana katika mazingira kama haya. Sasa kubwa zaidi tukasema kwamba kundi hili nalo ni vyema tuliende katika kuliangalia katika muonekano, sio ule wa mchanganyiko. Kama wao wanahitaji uhitaji wa ziada, lazima tujifanye tuwaeke katika tuwaoneshe waziwazi kwamba wao kuna uhitaji wa ziada. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru ndugu zetu wenye ulemavu, lakini wamekuwa wakifanya kazi nyingi, wanakuwa wakishirikiana nasi katika shughuli mbalimbali na hatujawatenga, na tunaendelea kama mwakilishi wa jimbo la Micheweni kwa kuwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeendelea kuwathamini na kuwatambua, na sisi jimbo letu tunatoa nafasi ya kipaumbele kwao, na naendelee kuambia kwamba haya tutaendelea kuyafanya. Lakini vile vile kama tunavyofahamu jimbo letu la Micheweni na kama majimbo mengine tuna ndugu zetu ambao wapendwa wao walitangulia mbele ya haki, na wao walitamani kwamba kuendelea kuona kwamba wanathaminiwa, wanatazamwa kwa wakati wote. Tunashukuru kwamba wapo viongozi wetu ambao wamekuwa wakifanya jitihada kwa watu ambao ni watoto wetu ambao ni mayatima, wamepoteza wapendwa wao, lakini wamekuwa wakihudumiwa. Lakini kama tunavyojua jimbo la Micheweni tunao wengi mno. Sasa kuna wengine bado hawafikii, na leo hii pia wapo wengi hatukuwafikia. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba ionekane kwamba tunao watu wenye ulemavu zaidi ya hawa waliokuwepo hapa. Tunao watoto ambao wanaishi wamewapoteza wapendwa wetu wengi zaidi kuliko hawa waliokuwepo hapa, lakini kwa sababu ya rasilimali tukasema kwamba hichi kidogo kilichokuwepo tutawapa hawa waliokuwepo ambao tumebahatika. Naamini Mwenyezi Mungu akipenda, kwa sababu hichi ambacho tutakitoa kila familia najua inawezekana nao 6 7 kwa hawa ambao tutawapa, basi inshallah Mwenyezi Mungu akipenda watapata hawa wachache. Nitatufalisha Pando, natokea shule ya Shumba mjini wilaya Micheweni. Nimshukuru mheshimiwa mwakilishi wetu wa jimbo la Micheweni kwa kutuandalia siku hii iliyowagusa walemavu na mayatima. Tunamshukuru kwa sababu katika kipindi cha Ramadhani kuna uhitaji mwingi katika makundi hayo mawili. Tukiangalia kwa mayatima ni watu ambao kwa wanakosa vitu vingi kutokana na kuondokewa na wapendwa wao, na watu wenye uhitaji wenye ulemavu wanakuwa na uhitaji mwingi wa vitu kwa sababu wanakuwa ni wagumu kupata vile vitu ambavyo kwa wanavihitaji na kuvitumia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Naomba niko wilaya Micheweni, kijiji cha Mazwa Ng'ombe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tujalia leo tukafika muda kama huu na sehemu kama hapa tukakusanyika tukapata iftari kwa mheshimiwa mwakilishi au mheshimiwa waziri wa jimbo la Micheweni. Kwa tunashukuru sana, tena tunashukuru sana kwa kitu tunachokipata. Najua si leo tu, ni ili swali itakuwa ni endelevu baada ya siku zingine. Hatukupewa kwa kwani kama ni hili, tumepewa ni kama ni futari. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu, Mungu ajalie kiongozi alotupa mheshimiwa Shamata au mheshimiwa mwakilishi, ampe maisha marefu na uzima na afya, azidi lifikirie hili swala liwe baada ya kijiji hiki cha Mazwa Ng'ombe na mitaa mingine, iwe miji yote kimfano ya wilaya Micheweni.